Tumekuja hapa kuangalia mradi huu wa ujenzi wa shule sekondari. Moja ya maeneo katika mkoa wa Dar es Salaam ambayo kiwango cha elimu bado sio kizuri sana, na hiki hata mkuu wa wilaya mkurugenzi Dasi aliyoko hapa wanaweza kusema, ni pamoja na wilaya ya Temeke. Na wilaya ya Temeke inakabiliwa na mambo makubwa mawili au matatu. Jambo la kwanza, wananchi wengi wa ukanda huu kwa miaka ya nyuma walikuwa na ubishi kidogo wa kutomjali mtoto, na mara nyingi mtoto akifika hata sekondari anakuwa kama anajiendea bila mzazi, na mwisho matokeo yake yanakuwa sio mazuri. Lakini jambo la pili, ukanda huu wananchi wengi wamehamia kwenye ukanda wa wilaya ya Temeke, na tumejikuta wananchi ni wengi kuliko miundombinu ya elimu na kuliko pia hata miundombinu ya afya. Jambo ambalo sasa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliponiteua mimi kuwa mkuu wa mkoa, ndugu yangu Mheshimiwa Sikus Mapunda kuwa mkuu wa wilaya, ndugu yangu Satura kuwa mkurugenzi, ndugu yangu kuwa Dasi, na wale wote wakuu wa idara, kazi yetu kubwa ilikuwa ni kuhakikisha tunakwenda kutatua hizo changamoto ili Watanzania wasiishi katika hizo changamoto. Na jambo kubwa tulilonalo leo kwanza ni kuongeza miundombinu ya elimu. Leo shule sekondari inajengwa. Wana CCM wenzangu na wale tusio wana CCM tutafurahi kuhusu shule kujengwa. Hiyo ni awamu ya kwanza. Lakini awamu ya pili ambayo ni nyeti sana, shule hii anakuja kusoma nani? Ukijiuliza kila mmoja shule hii anakuja kusoma nani, mzazi kutoka leo utaelewa umuhimu wa kumlea mtoto katika maadili ili awe sehemu ya miundombinu hii inayojengwa leo na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Vinginevyo tukiifanya kuja kuwa boarding shule hii, wataanza kuomba kuhamia hapa wanafunzi kutoka shule za Mtwara, Lindi, Iringa, Morogoro, halafu wanafunzi wenzetu wa hapa Temeke wakakosa fursa hii tulionayo hapa. Lakini jambo la pili ambalo Mheshimiwa Rais amelifanya ni kujenga miundombinu ya afya. Leo ukienda pale Mbagala Zakiem mtakuta kuna gorofa pale ya gorofa 6 inajengwa kwa zaidi ya bilioni 10 ili kuongeza uwezo wa wilaya kuhudumia wagonjwa katika mitaa yetu. Lakini kuna hospitali nyingine tena yenye hadhi ya wilaya inajengwa pia ya gorofa ili pia kuhakikisha wananchi wanaohamia Temeke wapate tiba katika maeneo hayo. Sasa hii miradi ya elimu tulisema kwa sababu watoto huku Temeke ni wengi na maeneo ni machache, tuache tabia ya kujenga madarasa ya chini, tuanze kupandisha magorofa ili watoto wasio wanashangaa magorofa ya wafanyabiashara wawe pia na wao sehemu ya kufaidika kwa matunda mazuri aliyoyaweka Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa jambo la kwanza, Rais anateua watu kuja kusimamia miundombinu na miradi. Mtego wa pili alionao Mheshimiwa Rais, wale anaowateua wanamuelewa, wanakwenda kusimamia yale anayoyaagiza. Sasa mimi kama mkuu wa mkoa ni miongoni mwa wale walioteuliwa. Wenzangu hawa nimewaambia tuache kufanya vitu vyepesi, tuende tukafanye vitu vigumu. Na ili uamini kwamba hiki ni kitu kigumu, kama uamini kwamba hiki ni kitu kigumu, chukua nondo hii ivunje kama mua. Ukikuta ivunjiki, haya ni maamuzi magumu. Kama uamini kwamba hiki ni kitu kigumu, piga kwenzi tofali inayotumia kujengewa hapa. Ukiumia, ujue haya ni maamuzi magumu. Lakini kama haya uone ni maamuzi magumu, kwa kuwa hapa pia kutakuja kuwa na umeme, unajengwa pia na umeme, basi shika huo umeme na mikono yako. Ukikutetemesha, hayo ni maamuzi magumu. Shika jembe, chimba. Ukichimba huu mchanga ukiona unatoka jasho, hayo ni maamuzi magumu. Maamuzi tuliyokubaliana wenzangu kufanywa yasiwe kama kuvunja mua, yasiwe kama kukaanga bisi ambazo ndani ya dakika moja imeshaiva. Jengo hili ndani ya miezi 7-6 ndio itakuwa limekamilika.
halikamiliki kama bisi wala alioti kama mchicha kwamba baada ya mwezi mmoja utaanza kuula. Haya ndiyo maamuzi magumu, na haya naombeni ndugu zangu muwapigieni makofi wasimamizi wetu, lakini na ninyi jipigeni makofi kwa kuwa ni watu wema mnaoipenda miradi hii ije kwenu. Tumelipa malipo ya awali milioni 361.8 na hatua ya maendeleo ya mradi ni kama ambavyo yanaonekana. Utapata nafasi ya kutukagua. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kama utakumbuka, jana tulieleza kwamba hapa tutakuwa na madarasa 16, lakini tutakuwa na matundu ya vyoo 48, lakini tutakuwa na ofisi za walimu na huduma nyingine za kiutawala katika mradi huu. Kwa hiyo tutapata nafasi baadaye ya kuja kutembelea wakati tayari na upande wa pili ukiwa umeshaanza, ili tuone namna hii ya inclusive education, kwa sababu utakuwa ni mradi wa kwanza. Shule inayojengwa ni ya sekondari kama alivyosema, madarasa 16, na ndio kama unavyoona mradi unaendelea vizuri na wanashirikisha vizuri. Nafikiri mradi huu haujaja tu hapa pasipo kushirikisha wananchi. Mwanzo kuanzia mradi kuomba mradi huu wa shule mpaka hapo tulipo, wananchi wanatambua kitu gani kinachoendelea hapa. Lakini pia nitoe shukrani kwa Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuletea jengo la shule. Sio jengo hilo moja tu, na kuna shule ya msingi ipo hapa katika mtaa wetu wa Mwembe Bamia. Haya yote aliyesema ni sahihi, ni kweli, hajaongopa. Kwanza nikupongeze Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa kwa kufuatilia na kutuletea miradi, na pia wabunge wetu na waziri wetu Mheshimiwa Majaliwa. Kwa kweli tunashukuru sana sana sana. Pia nasema wananchi walikuwa na kilio kikubwa kuhusu swala la shule mtaa wetu wa Mwembe Bamia, na wamekuwa na furaha kubwa kwa kuwa leo kuja mheshimiwa wetu kuja kukagua huu mradi, na tunasema kweli mheshimiwa wetu mkuu wa mkoa tuko naye pamoja.